Moja ni ya shirika la habari la Reuters ikimnukuu afisa mmoja wa ngazi za juu wa serikali ya Iran akisema kwamba Marekani imekubali hatimaye kuachilia mali ambazo ilikuwa inazishikilia nchini Qatar na katika benki nyingine za kigeni, chanzo ikisema kwamba hiyo ni ishara ya umakini kwenye kutaka makubaliano katika mazungumzo kati ya Tehran na Washington huko Islamabad. Kwa mujibu wa Reuters, afisa huyo amesema kwamba hatua hiyo inafungamana moja kwa moja na kuhakikisha kwamba kuna upitaji salama wa meli kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Habari ya pili imeitangulia ile ya kwanza. Ni shirika la habari la AFP likisema kwamba ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo hayo ulipokelewa na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif kuzungumza naye kwanza juu ya masharti ya kuendelea ama kuachana na mazungumzo hayo. Mazungumzo hayo ya awali yalifanyika kwenye hoteli ya Serena mjini Islamabad, huku vyombo vya habari vya Iran vikisema kwamba ni baada ya mazungumzo hayo ndipo upande wa Iran ungeamua ama uendelee kuzungumza na ule wa Washington unaongoza makamu wa rais J.D. Vance ama wakunje virago na kurejea Tehran. Tayari J.D. Vance akiwa na mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff na mkwewe Trump Jared Kushner walishawasili Islamabad na kupokelewa na mkuu wa majeshi ya Pakistani Munir Asif kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi wa Nur Khan. Na hapo ndipo ambapo nataka tuanzieni waungwana. Na kwako zaidi Profesa Monda, unaposoma habari kama hii, nini unakipata baina ya mistari kuhusu yanayozungumzwa hapa, hasa kwa muktadha wa maswali yetu muhimu ya leo? Je, nani mshindi, nani kashindwa, na je, ni kusimamisha mapigano ama ni kuvuta pumzi tu? Kwako Profesa Monda. Nadhani pande zote zimeshindwa kwa kiwango cha ubabe wa Marekani wa kutishatisha Iran. Marekani imeshindwa kuangamiza kabisa urutubishaji wa uranium kule Iran. Imeshindwa kubadilisha uongozi wa Iran, na pia imedhofishwa kidiplomasia kwa sababu Iran bado ipo. Iran pia kwa kiwango chake, ingawa ushindi kwa Iran kusema ya kwamba serikali ya Iran bado ipo mamlakani, lakini tunajua miundombinu za Iran nyingi zimesambaratishwa na nchi imebomolewa tena kwa njia nyingi tu. Kwa hivyo pande zote zimepoteza, lakini nadhani kwa swali lako la pili ni kwamba inaangazia ya kwamba ni chekachenga hizi za kidiplomasia ya kwamba Iran imekaa kidete na inataka kuonyesha shahiri ya kwamba hata kabla ya mazungumzo Iran inaweza kuamka na kuondoka kwenye meza ya mazungumzo. Na tena kwa upande wa Marekani inaashiria kwamba serikali ya Donald Trump kwa wakati huu haitaki kuendeleza vita kule Mashariki ya Kati, kwa sababu hapa kura za maoni zinaonyesha hawataki kuendeleza vita huko Mashariki ya Kati, na pia kwamba kufungwa kwa mlango wa Hormuz umedhofisha sio tu uchumi wa mataifa ya Ulaya na mataifa ya Asia na Afrika, lakini pia imedhofisha sana uchumi wa Marekani kwa ujumla. Kwa hivyo ni kama pande zote zimepoteza kwa kiwango fulani, ingawa Iran bado ipo kidete, lakini pia kwa ujuu chekachenga na vute ni kuvute za kidiplomasia bado zinaendelea kwa wakati huu. Naam, asante Profesa Monda, bila shaka tutakuwa tena, lakini asante kwa majibu haya. Bila shaka swali hili nitalipeleka pia kwa Abdul Fattah Musa, ingawa taarifa zinapita hapa hivi sasa zinasema kwamba tayari waziri mkuu wa Pakistan anakutana hivi sasa na makamo wa rais wa Marekani J.D. Vance, ikitarajiwa kwamba ni kabla ya mazungumzo ambayo yatafanyika. Haijasemwa hapo mazungumzo yataendelea kufanyika, lakini bila shaka ameshazungumza na upande wa Iran, sasa anazungumza na upande wa Marekani, tujue kwamba kitafanyika nini. Tuendelee mbele. Kwako Abdul Fattah Musa, lile ambalo ninauliza, unaposoma taarifa hizi mbili, baina ya mistari kinakuja kitu gani? Cha ushindi na kushindwa, cha kusimamisha vita au kuvuta pumzi?
Suala la mshindi na mshindwa katika vita hivi, kama alivyoeleza Profesa Monda, madhara bila shaka ya kivita yamepatikana katika pande mbili zote, yaani Iran kwa sehemu kubwa sana, na vile vile kwa Marekani na Israel ambazo kwa pamoja zilianzisha vita dhidi ya Iran. Lakini kidiplomasia, unapoanzisha vita dhidi ya mtu na malengo yako yakawa yameshindwa kufikiwa, ni kuonyesha wazi kwamba wewe ndiye mshindwa katika vita hivyo. Rais Trump alipoanzisha vita dhidi ya Iran, mwanzo alianza na kauli za kuitaka Iran ijisalimu amri bila masharti yoyote. Hatimaye akawataka wapiganaji na wanajeshi wa IRGC Iran waweke chini silaha na kwamba Marekani itakuwa tayari kutoa msamaha kwao. Akatoa vitisho kwamba kiongozi mpya atakayechaguliwa Iran lazima yeye awe na sauti ya kuamua nani awe kiongozi mkuu wa Iran. Lakini akatoka kote huko na kutoa vitisho vya kwamba mlango bahari wa Hormuz usifungwe, na kama utafungwa atachukua hatua mbaya sana dhidi ya Iran. Lakini mwisho wa yote tumeona kwamba yale yote ambayo alitaka yatekelezwe au yafanye dhidi ya Iran hakuweza kufikia, na hatimaye kama ambavyo imeelezwa katika duru mbalimbali za kidiplomasia, ni Marekani ndiyo ambayo zaidi, au Rais Trump mwenyewe ndiye ambaye amebembeleza kutaka kufanyika mazungumzo haya kusitisha vita, na hilo limeonekana kwa mengi, jambo ambalo halikuonekana katika duru zilizopita za mwanzo za mazungumzo kati ya Marekani na Iran, kwamba mara hii yeye kwa mara ya kwanza amekubali mpango wa vipengele 10 wa Iran uwe ndio msingi wa majadiliano baina ya pande mbili, jambo ambalo ni la kushangaza kwa hakika. Mtu ambaye alitoa mpango wake wa kupendekeza kwa ajili ya kupatikana usitishaji vita wa Gaza, lakini katika mazungumzo ya nchi yake na Irani ameridhia mpango wa Irani uwe msingi wa mazungumzo, ingawa ulivyoeleza katika taarifa kutoka katika habari. Abdul Fattah, nilikuwa na kukumbusha kitu kimoja kwamba ni kama vile kwamba baada ya masaa machache baadaye alikanusha kwamba, na ikulu yake kanusha kwamba hakuna masharti hayo ambayo yamesemwa, masharti 10 ambayo yamesemwa, na ndiyo maana pengine kwanza wakaitoa Lebanon katika mazungumzo hayo, ingawa baadaye tunaonekana kuna tofauti. Lakini kuna ile kimbele ukisema mbele kinyume, kwenda mbele na kurudi nyuma, ama vipi? Ni hivyo bila shaka, kwa sababu waziri mkuu wa Pakistani ametamka hadharani kwamba katika masharti ya kusitisha vita Lebanon nayo inahusishwa. Hilo linajulikana hivyo, lakini kwa kifupi ni kwamba kama ambavyo umeashiria ilivyoelezwa katika vyombo vya habari, ni kwamba Marekani imeridhia pia au imekubali kutekeleza sharti la Iran kabla ya mazungumzo la kuachiwa mali zake, jambo ambalo nalo hatujawahi kuona kwamba nchi kama Marekani inashurutishwa kufanya jambo kabla ya sio kupata jambo, lakini ni kuridhia upande wa pili kufanya mazungumzo. Haya yote yanaonyesha wazi kwamba katika mazungumzo haya Marekani inashiriki ikiwa katika hali ambayo imepoteza ile haiba yake ya kimataifa, na hasa katika kipindi hiki cha urais wa Rais Trump ambapo imeonekana kuwa na sera za kibabe, sera za kipolisi na kujaribu kudhalilisha kila upande katika masuala ya kidiplomasia na ya kimataifa. Kwa hivyo katika suala la kwamba nani mshindi, bila shaka kila ambaye amekuwa akifuatilia matukio haya ataona kwamba Marekani mara hii imekuwa inashiriki katika mazungumzo haya, hata suala la kuamua kumtuma makamu wake wa rais katika mazungumzo ambayo inajulikana kwamba imetokana na mashinikizo ya Iran kusema kwamba haina imani na Witkoff na Kushner ambao wote wanaonekana kama kwamba ni mawakala wa Israel katika mazungumzo. Ndio Iran ikashinikiza kwamba makamu wa rais wa Marekani aongoze msafara wa nchi hiyo katika mazungumzo. Kwa hivyo hili ni katika suala la ushindi, na tunajua kwamba kabla ya vita kuanza, mlango bahari wa Hormuz ambao sasa umekuwa na nafasi kubwa katika kuainisha hatima ya vita hivi ulikuwa uko wazi na hakukuwa na matatizo yote ya vyombo vya bahari hasa vya kibiashara kupita katika mlango ule. Lakini sasa tunaona kwamba mlango huu uko chini ya udhibiti wa Iran, na mpaka dakika ya mwisho Rais Trump ameshindwa kutumia nguvu za kijeshi za kuilazimisha Iran ifungue mlango wa bahari. Ama kuhusu suala la pili kwamba huku ni kupumzika tu au kunaonekana kwamba kuna msingi wa wazi wa kutaka kufikia mapatano ya kudumu na ya msingi, mimi kwa mtazamo wangu ninahisi bila kupenda, lakini kwa sehemu kubwa sana anayatazama kwa mtazamo chanya mazungumzo haya, kwamba kwa namna fulani mara hii Rais Trump hayatumii mazungumzo kwa ajili ya kutaka kuanzisha vita vingine vipya dhidi ya Iran. Mimi nadhani kwamba amehisi kwamba kutaka kuisambaratisha Iran moja kwa moja
kutakuwa na gharama kubwa kwa Marekani, jambo ambalo halionekani kwamba linaweza kufanikiwa kirahisi. Si kwamba haliwezekani, lakini litakuwa na gharama kubwa kwa Marekani, litakuwa na gharama kubwa kwa urais wake mwenyewe, na hasa katika kipindi hiki ambapo inaonekana vita hivi vimekuwa na mtikisiko mkubwa kwa uchumi wa kimataifa. Kwa hivyo, kwa kiwango fulani, mimi nayachukulia kwamba haya mazungumzo kama ambavyo tunavyosikia kwamba ujumbe wa Iran, ujumbe wa Marekani umekuwa na watu wapatao 300 ambao wametumwa huko katika mazungumzo hayo, na Irani nayo imetuma takriban ujumbe wa watu 70 katika masuala mbalimbali ya kiuchumi, ya kiusalama, ya kiulinzi na vile vile ya kisheria. Kwa hivyo, kwa namna fulani inavyoonekana, kwa mtazamo wangu mimi nahisi si zaidi kama tutaangalia katika hali mbili, ingawa Marekani na Trump hawaaminiki, na Irani imesema kwamba inakwenda katika mazungumzo haya kwa nia njema, lakini haina imani hata kidogo na Marekani. Lakini kwa mtazamo wangu mimi, nikiangalia kiujumla hali ilivyo hivi sasa na mambo yalipofikia, na hisi si suala ya Marekani kutaka kupumua tu, kwa sababu kama ni kupumua si Irani sio ambayo ilianzisha vita. Kwa hivyo kama ni kupumua ni Marekani na Israel, ambazo kama zimehisi kwa sasa haziwezi tena kuendelea kuishambulia kijeshi Iran, madhara yanayopata labda zivute muda kwa ajili ya kuanzisha tena swala hilo hapo baadaye. Asante Abdul Fattah Musa. Wakati tunaendelea hapa, dakika 4 zilizopita imeingia habari nyingine kutoka Reuters ikisema kwamba ikulu ya Marekani, White House, inakanusha kwamba si kweli imeridhia au Marekani imeridhia kuziachia mali ambazo zinashikiliwa, mali za Iran ambazo zinashikiliwa nchini Qatar na katika benki nyingine. Kwa hivyo ndio hapo tunazungumza ya kukanusha na kukubali na kukataa na ndio tatizo la vita hivi mpaka sasa, kwamba hatuwezi kuenda moja kwa moja tukasema kipi kimesemwa kipi hakikusemwa, kwa sababu kukanusha na kukubali imekuwa ndio mtindo wa vita vyenyewe. Ibrahim Rahbi, ukiwa Dar es Salaam Tanzania, kama nilivyokutambulisha kwamba mpaka vita vinaanza ulikuwa nchini Oman na umekaa kule muda mrefu zaidi. Tupe na muda mwingi hapa tangu tumeanza kuzungumza na Profesa Monda na Abdul Fattah Musa, tunataja pande mbili, Marekani na Iran kama wahusika wakuu, lakini kuna upande ambao ameutaja Abdul Fattah Musa hapa, Israel, akiwataja Witkoff na Jared Kushner kwamba Iran iliwakataa tangu mwanzo kwa sababu inaamini kwamba hawa wanaitumikia zaidi Israeli kwa kuitumikia maslahi ya Marekani. Hiyo ni upande wao wenyewe, lakini kama washambuzi, kwa upande wako tuizungumzie alama ya Israel katika usitishaji mapigano huu na ama kupumzika huku kuelekea pengine vita vingine vikubwa zaidi. Unasemaje kuhusu hili, nafasi ya Israel katika mazungumzo haya ambayo huenda yakaanza hivi karibuni nchini Pakistan? Bila shaka Israeli naweza nikasema kuwa huenda alikuwa refari ambaye hakuwa amepewa kipenga katika mechi hii, kwa sababu unafahamu kuwa kuanzia mwanzo wa mzozo kila mmoja alifahamu kuwa vita hii haikuwa ya Marekani, wala Marekani hakuwa na madai yoyote ya msingi kwa Irani. Hata kauli za Trump za kuhalalisha vita zilivyokwenda Marekani kuwa Irani ilikuwa ikitengeneza makombora ya kutupiga sisi, Irani ilikuwa ikielekea kwenye nyuklia, Irani ilitutishia, hazikuwahi kuthibitishwa mpaka leo. White House haitoi majibu halisi kwa Wamarekani waliohoji tishio la Irani ndani ya Marekani. Maswali yamekuwa ni hayo. Hata mazungumzo ya mwisho yaliyoshindikana kule Geneva, kama watu watakumbuka kuwa Irani ilikwenda kuipa ofa nyingi Marekani wakati huo, ofa ambazo Marekani hakuzipata tangu Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ianzishwe, kwa sababu kulikuwa kuna kile ambacho Irani walisema kuwa njoni tufanye biashara. Makampuni ya Kimarekani yalikuwa yamealikwa kufika kwenda kuwekeza katika gesi ambayo Irani anahifadhi kubwa zaidi ya gesi, ana mafuta ya kutosha. Lakini ule ulikuwa ni mtego, kwa sababu Irani walifahamu kabisa kuwa hii vita sio ya Marekani na mahitaji yaliyokuwa yanatafutwa ni mahitaji ambayo sio ya Marekani. Marekani hakuwa na shida na makombora ya Irani wala nyuklia ya Irani hakuwa na shida nayo Marekani, lakini ilifahamu na ilifahamika wazi kuwa nguvu kubwa ya shinikizo ilikuwa inatoka Israeli, na hiyo ndio ilisukuma hapo. Sasa Marekani ilikataa ofa nzuri kabisa ya Irani ambayo huenda ingebaki na mamlaka kamili yale yale katika eneo hili. Leo hii anakuja kukaa kwenye meza aliyakuwa hana tena kile ambacho alipewa hapo awali, isipokuwa anasikiliza zaidi upande wa pili. Unajua, vita hii imekuwa na propaganda nyingi. Umeona muda huu tunazungumza unatupasha taarifa tofauti, na kubali na kataa, nyingine inasema inafanya nini. Ndio tumekuwa kwenye vita hii katika kiwango hicho, kuwa propaganda zimekuwa ni nyingi kweli kweli. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ni nadharia halisi ambayo binadamu huishi nayo, kile tunachokiona na kuna kile tunachokisikia.
Mara nyingi kile tunakisikia kinaweza kikaja kwa nadharia ya mtu anataka tusikie nini. Ndio kama haya ambao ukiangalia vyombo vya habari vya magharibi, ukiangalia vyombo vya habari vya Marekani, vitazungumza katika nadharia ambayo wanataka watu wasikie. Lakini kuna uhalisia ambao unakuja kwetu, tunauona huu ni uhalisia halisi. Umiliki wa mfereji wa Hormuz ambao haukuwepo kabisa hata kwenye ajenda za mazungumzo yote yaliyopita. Leo hii umiliki wa Hormuz uko kwenye mikono ya Irani na unaamuliwa na Irani. Huo ndio ukweli ambao tunauona. Na ukweli ambao mwingine tunauona kuwa haya mazungumzo yanayokutanisha hivi sasa ni mazungumzo ambayo yameamuliwa katika msingi wa vipengele 10 vya Irani, sio vya Marekani. Huo ndio ukweli tunaouona. Sasa ndani ya Israeli, tangu kutangazwa kuwa kutakuwa na mazungumzo, kumekuwa na ugomvi mkubwa sana ndani ya wanasiasa wa Israeli. Ukisikia kauli ya kiongozi wa upinzani wa Israeli Yair Lapid alichokisema kuwa hatukuwahi kupoteza kwa namna tulivyopoteza tangu kuanzishwa kwa taifa la Israeli. Ukweli unabaki kuwa Israeli haijawahi kupoteza katika kipindi ambacho wamepoteza kama hiki. Kwa sababu hata kelele iliyopigwa ndani ya Israeli kuwa mazungumzo ya Marekani na Irani hayakuwashirikisha Israeli. Yaani Israeli ambaye anasema kuwa vita hii ilikuwa kwa ajili ya usalama wake, hana kiti chake katika mazungumzo. Hata hivi tunavyozungumza, mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Irani kule Islamabad. Hakuna mwaliko wala delegation yoyote ya Israeli iliyoalikwa kwenye huo mkutano, manake kuwa ni mkutano kati ya Marekani na Irani. Kwa hiyo Israeli wanahisi kabisa kuwa ushiriki wao na usalama wao haujashirikishwa, manake kama wametengwa. Sasa tunapotafsiri kuwa nini kitatokea mbele, bado hali ni ngumu sana. Na katika ile nadharia ambayo mimi mara kadhaa huwa ninazungumza, unakaa kwenye meza na vitu viwili tu vitakupeleka kwenye meza. Ima umeshikilia kitu uidhinishiwe sasa rasmi kiwe kwako, au unusuru kidogo kilichobaki ili kibaki kuwa chako. Marekani baada ya kuona kuwa hali imekuwa ni ngumu, kwa sababu vitisho vya Trump viligeuka kuwa vitu vya kawaida, na Irani alikuwa akijibu kwa kiwango ambacho Marekani alikuwa akifanya, na hatari ikazidi kuwa kubwa zaidi, kuonekana kuwa mzozo unaweza kuvuka mstari na ukaenda kuwa mzozo mbaya zaidi. Kwa hiyo Marekani alichoona hapa ni kuwa abakize alichonacho, anusuru kidogo kilichobaki. Ndio hiki kilichomweka kwenye meza. Lakini Irani asingepigana milele, ilibidi akae kwenye meza kama hivi sasa. Ameamua kukaa kwenye meza kwa sababu tayari matakwa yake yamehakikishiwa, hiki utakipata, huna sababu ya kuendelea kupigana. Lakini tafsiri ya vyombo utaona kuwa Irani salimu amri baada ya vitisho, kafungua Hormuz. Lakini hawataki kusema kwa nini kafungua Hormuz, kwa nini ajenda iwe Hormuz, wakati mwanzo wa vita inaanza ilikuwa ni epic fury. Hii ilikuwa ni operation, haikuwa kusema kuwa tunaenda kwenye vita tuje tumalize kwenye meza. Meza ilishashindikana kuanzia mwanzo. Kwa hiyo wale walioanzisha wakataka kuyamaliza katika njia waliokuwa wameanzisha, hawakiri kwa uwazi kuwa njia yetu imefeli, ndio maana tumerudi tena kwenye meza ambao tayari tulitoka. Sasa hii itakuwaje? Bado hali haiwezi ikasema moja kwa moja kwa uwazi, kwa sababu hii vita haikuwa ya Marekani. Je, Israel watasalimu amri kukubali kuwa chini ya Irani? Kwa sababu makubaliano yoyote ya hivi sasa ambayo yataenda kwa vifungu vingi vya Irani yanamaanisha ukubwa wa Irani, kitu ambacho Israel sitegemei kuona kama wanaweza wakakikubali kwa kiwango kikubwa, lakini wanaweza wakaepusha kwa muda, kwa sababu hii vita haiko upande wao na hali si nzuri sana kwa upande wa Marekani na Israeli. Ukimsikia Donald Trump anachokizungumza, anasema tunaongeza vikosi vyetu, kama tutashindikana tutarudi kuwashambulia kwa kiwango ambacho hakijatokea. Hii ni hadithi tu ambayo mtu unaweza ukaizungumza katika kipindi hiki kuwa unaweza kushambulia katika kipindi, lakini Marekani alikuwa bora zaidi kabla ya vita. Uniambie sasa hivi kuwa Marekani anaweza kuja kuwa bora zaidi kabla ya mwanzo alivyoanza kwenye vita? Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa hii si kweli. Ni hadithi ambayo Trump anataka kuiweka duniani kuonyesha kama bado wana nguvu, lakini ukweli kuwa mambo hayako upande ambao wanauzungumza. Asante sana Ibrahim Rahabi. Bila shaka nayo pia tunakuwa baadaye kidogo. Wakati tunazungumza hapa, taarifa ya New York Times ambayo ilichapishwa siku 5 zilizopita nyuma imeingia tena hapa kwa mara nyingine, inasema mpaka tarehe 28 Februari Marekani ilikuwa na vituo 13 vya kijeshi katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati. Leo siku hiyo ilipochapishwa, maana siku 4 zilizopita nyuma, ama vyote au karibu ya vyote vimeshaharibiwa kuliko uwezo wa kuvitengeneza upya. Yaani inakuja kusema taarifa kwamba Marekani imepoteza vituo vyake vya kijeshi karibu vyote ambavyo viko katika eneo la Mashariki ya Kati na Ghuba. Profesa Monda, je, hii hasara ambayo Marekani imeipata ya kijeshi, kupoteza vituo vyake vya kijeshi kwa namna ambayo imepoteza, imeshambuliwa sana na Iran, na kwa mfano kambi ya Al-Hodeida ya Qatar kwa mara nyingine imeshambuliwa tena karibuni kabisa kabla mazungumzo hajaanza, inamaanisha kwamba Marekani imeacha au tuseme itaacha kuwa na ushawishi wa kijeshi kwenye eneo hilo kwa sababu tu
vituo vyake vimeharibiwa, au kama ambavyo tumezungumza tangu mwanzoni kwamba itaijenga upya, kwa sababu hapa inaingia pia swala pia ambao tulitaja la nafasi ya mataifa ya Ghuba katika vita hivi. Ukiacha mbali Marekani na Israel ambao wamepiga Iran, lakini pia kwa nafasi ya mataifa ya Ghuba katika vita hivi. Nataka mtazamo wako kuhusu hili Ghuba, mataifa ya Ghuba na vituo vya kijeshi vya Marekani, tukiambiwa kwamba 13 ambao vilikuwepo takriban vyote vimekwenda au vimeharibiwa kiasi cha kwamba haviwezi kujengeka kirahisi. Nadhani vituo hivi vimeharibiwa, lakini Marekani haitajitoa kamwe kwenye vituo hivyo kwa sababu ni nanga ya kiusalama, sio tu kwa Marekani na pia ni kwa sababu ya kuendeleza ile ushawishi wa kijeshi na kule kuchunga milango ya kibiashara kwenye milango ya ufuko, tuseme kwenye upande wa Hormuz, upande wa Bab el-Mandeb, upande wa Suez, Ghuba na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Kwa hivyo sidhani hata kama vituo hivi vimegongwa kwa kiwango, lakini sio kubomolewa kwa ile njia ya kusema vitaondolewa. Pia tuseme ya kwamba vituo hivi vinaleta usalama kwa mataifa mengi ya Mashariki ya Kati ya Kiarabu, mengi ambayo yanategemea Marekani kuweza kupunguza ile tisho la Iran. Mataifa mengi tuseme Bahrain, mataifa kama Kuwait, mataifa kama Qatar, Oman, Saudi Arabia hivi yanategemea sana vituo hivi kuweza kujilinda, sio tu kujilinda kiusalama, lakini tunajua ya kwamba mataifa mengi hayo sio ya kidemokrasia. Kwa hivyo pia vituo hivi vinasaidia mataifa hayo ya kiimla, ya kifalme kuweza kukandamiza wale wakosoaji wake. Kwa hivyo nadhani Marekani itajenga upya vituo hivi. Marekani inataka kuendeleza ushawishi wake Mashariki ya Kati, sio tu kuibana Iran, lakini pia kubana ushawishi wa Urusi ambayo pia ni dola kubwa kwenye eneo hiyo, na pia kuibana Uchina kwa njia nyingine. Kwa hivyo nadhani vituo hivi vitaendelea hata ingawa kwa wakati huu vimebomolewa kwa kiwango. Na kumalizia, lazima pia niseme ya kwamba nadhani J.D. Vance kwenda kule inaonyesha pia kidiplomasia ya kwamba Marekani haiwezi kutatua masuala ya kimataifa kwa zana za kijeshi pekee. Lazima kuwe na tisho la kutumia nguvu, lakini ushawishi wa Marekani kwa miaka mikaka imekuwa ya kwamba imeweza kuleta madola ya magharibi pamoja kuweza kutatua miswada ya kimataifa kupitia Umoja wa Mataifa. Na nadhani jambo hili linadhoofisha ule mwelekeo wa Donald Trump wa America First, kwa sababu wakati huu ni kama Marekani imebaki peke yake, imekuwa America alone. Kwa hivyo ni kama kwenye miundombinu hii ya kidiplomasia itabidi J.D. Vance aweze kutumia ile uzoefu wake kwenye Seneti kuweza kutatua mbarika hii, kwa sababu kijana huyo Kushner yuko karibu zaidi na bibi Netanyahu. Netanyahu amekaa kwa chumba chake hapa New Jersey miaka mikaka, kwa hivyo hawezi kuwa mtu kuweza kuaminika kwa kutumia miundombinu hii ya kidiplomasia. Lakini nadhani vituo hivi vitaendelea kuwa hata ingawa vimebomolewa kwa kiwango
fulani. Asante Profesa Monda. Swala la nafasi ya mataifa ya Ghuba bila shaka nitakurushia wewe Ibrahim Rahbi, na Mbol Fatah kidogo amepotea, simu yake imekatika, lakini tutamtafuta. Ibrahim Rahbi, narudi tena kwako. Uzoefu wako kuhusu mataifa ya Ghuba umetusaidia sana kuchambua hali katika kipindi hiki, na hapa ningependa kurudisha kujua kwamba vita vilivyokuwa vinapiganwa, hatusemi vimemalizia kupigana, lakini wakati kabla ya ndani ya siku 40 za mapigano tumeona kwamba Iran iliyalenga mataifa ya Ghuba kwa wingi na kwa mashambulizi makali kabisa. Je, vita hivi kama vitamalizika au vitaendelea, vinaweka wapi nafasi ya mataifa ya Ghuba panapohusika uhusiano wao na Marekani upande mmoja na Iran kwa upande mwingine? Kuna tafsiri 2 mpaka 3 ambazo zinasoma kwenye hizi nchi za Ghuba. Kuna tafsiri moja inaweza ikaenda kwa watawala wa Ghuba, wanaonaje hili swala. Watawala wanaweza wakawa na ile nadharia ambayo unajua wamekuwa na ule umagharibi sana, na kile ambacho wamekuwa wakiishi nacho kwa miaka mingi, labda kuaminishwa kuwa Iran amekuwa ni adui yao sana. Hilo limekuwepo kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuna nadharia hii ya kuwa karibu na Marekani ni sehemu salama zaidi kwa upande wao. Lakini kuna maoni ya umma wa eneo hili ambayo mara nyingi huwa yamedhibitiwa, hayawezi kutoka sana. Katika kipindi cha takriban siku 40 za mzozo, kitu kimoja ambacho ulimwengu unataka ujifunze kupitia hili ni kuwa nje ya eneo la vita Mashariki ya Kati ambapo ilikuwa inapiganwa vita, tumeshuhudia maandamano mengi zaidi. Mfano, ndani ya Israel kulikuwa kuna maandamano ya kupinga vita, alafu tukashuhudia maandamano makubwa ndani ya Marekani ya kupinga vita. Lakini hatukushuhudia maandamano yoyote eneo la Mashariki ya Kati kuunga mkono nchi zao hata pale zinaposhambuliwa na Irani. Yaani hakuna raia wa eneo hili waliounga mkono au walioingia barabarani kwa kuandamana kwa Irani kwa ajili ya Irani kuwashambulia. Yaani tuseme kuwa waonyeshe hisia zao za kuchukizwa na Irani kuwashambulia. Lakini hata ndani ya Iran tuliona maandamano ya kuunga mkono serikali yao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho watawala wa hilo eneo wanafahamu kabisa maoni ya umma katika nchi zao yako vipi, kwa sababu wanapokea, wanaona kwenye mitandao, licha ya kuwa nchi zao zilikuwa zikishambuliwa, hata miundombinu ikishambuliwa, vyanzo vyao vya mapato vikishambuliwa, lakini raia wa nchi hizo hawakuishutumu Irani ambayo ilikuwa inapiga mikono yao au inakata mikono yao ya uchumi, kwa sababu tu wanafahamu watawala wao wako kwenye sehemu ambayo wao hawakubaliani nayo. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa hizi ni hisia. Lakini kuna jambo moja ambalo nilisoma kwenye gazeti moja la Israel, Yediot Ahronoth, hili ni gazeti la Kiebrania, na jana lilichapisha taarifa ambayo ilikuwa ikizungumzia mwelekeo baada ya huu mzozo na kile ambacho kinaweza kikatafsirika kwenye nchi za Ghuba, hasa kwenye kile kitu kinaitwa Abraham Accord. Tunajua awamu ya kwanza Donald Trump ilikuja na huu mpango au ulisimamiwa vyema kabisa na Jared, ambao kamuingiza UAE, Bahrain, Morocco na Chad na Sudani zikaingia kwa mlango wa nyuma. Ulikuwa ni mpango wa Israeli kutambuana na Waarabu katika mkataba ambao mara nyingi humfaidisha Israeli, kwa sababu nchi ambayo ina sign Abraham Accord ni kama vile imekatwa mikono, imezibwa mdomo, imezibwa macho. Wanakuwa wanasikiliza Israeli anataka nini, wanafanya hivyo. Sasa mwelekeo wa Abraham Accord kuanzia wakati wa Joe Biden ulipiga hatua kubwa sana kuelekea kwenye nchi nyingi, hasa ukisikiliza hata Saudi Arabia walikuwa katika nchi inayoelekea kuanzisha uhusiano wao na Israeli. Kama isingetokea vita ya Gaza, na Saudi Arabia ilikuwa tayari kajiingiza na hili. Sasa maoni yaliyoandikwa kwenye jarida hilo yanaonyesha kuwa kutakuwa na mabadiliko na wasiwasi wa nchi za Ghuba kuhamia upande wa pili wa Israeli, hasa baada ya matokeo ya vita ambayo yamebadilisha kabisa upepo. Yamebadilisha upepo na kuonyesha kuwa kuna nguvu mpya imekuja Mashariki ya Kati. Na kama we utahamia upande wa pili ambao tathmini za kijeshi zinaonekana kuwa Iran walifanya vizuri zaidi na licha kumekuwa na kambi za kijeshi za Marekani, uwezo wa nguvu, lakini uwezo umeshindwa kuwalinda, licha kuwa wao wanalipia kila kitu kwa ajili ya ulinzi wa Marekani. Lakini mwisho wa yote ilionekana kuwa hata wao Marekani aliwaomba walinde baadhi ya kambi zake, aliomba walinde balozi zake, manake kuwa inaonekana uwezo wa pili ulikuwa ni mkubwa zaidi kwa upande wao. Kwa hiyo tathmini ya jumla ya hizi nchi inabadilika na kuanza kuhisi kuwa kama tutabaki na uadui na Irani kaonyesha kuwa ana uwezo wa kutufikia hata japokuwa tupo kwenye ulinzi, hili ni swali jingine. Kwa mujibu wa gazeti kuwa Waarabu watawaza upya, ima waingie kwenye Abraham Accord, ima warudishe mpira kutambuana na Irani. Kwa hiyo kutakuwa na mgawanyiko mkubwa wa pande mbili, tofauti na awali kuwa nchi za Ghuba zilikuwa zimeelekea njia moja, karibu zote zilitafsiri njia moja kuwa Irani ni adui. Ukiondoa Oman na Yemen, utaona kuwa nchi nyingi zilizokuwa zimekaa karibu pale, nyingi zilitafsiri kuwa Irani adui yao.
na walikuwa wanaona sawa hata kuondoa utawala, walikuwa wakifadhili, walikuwa kila kitu kilikuwa kinaonekana ni sahihi. Lakini kwa sasa taswira inabadilika sana kwa kuhisi tu kuwa nguvu ya Irani ni kubwa sana, ipo karibu yetu. Nadhani kile ambacho wazungu wanakizungumza hivi sasa kuhusu Urusi, na baada ya kauli za Trump kubadilisha mwelekeo wa Ukraine, hata tukasikia Ufaransa, ukasikia Italia, wakazungumza Ujerumani kuwa ni wakati wa kuzungumza na Putin. Nadhani na Waarabu na wenyewe wanazungumza toni hiyo, ni wakati wa kuzungumza na Irani, kwa sababu ukweli kuwa mambo hayapo kiwango kile ambacho kilikuwa awali. Ukweli mambo yamebadilika hivi sasa.